Yanga watakuwa wenyeji wa mchezo huo katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Je, nini kitakwenda kujiri kwenye mchezo huo? Mimi nawe hatujui, ila dakika 90 za mchezo ndizo zitakuja kuamua mchezo huo. Jina langu ni Dhahabu ya Mara Emmanuel Chazi, sanjali nipo na Leopard John, muite sauti ya mvua. Leopard, habari wakati huu? Ni njema, sijui kwako. Kwangu mambo bie. Kesho ligi kuu inaendelea pia. Kadhalika leo ipo, lakini kesho pia ni mwendelezo wa mchezo huo. Young Africans Coastal Union. Unadhani utakuwa ni mchezo namna gani? Ukiashiria kwamba Coastal Union ametoka kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa, lakini Young Africans ametoka kupata ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Namongo Football Club kutoka kule mkoani Lindi. Huu mchezo tuchukulie mchezo namna gani kwenye mechi ya raundi ya pili? Nafikiri ni mchezo mwingine mgumu, mchezo ambao unakwenda kupigwa siku ya Agosti 20 majira ya saa 12:30 jioni katika uwanja wa KMC Complex. Ni miongoni mwa mchezo ambao Young Africans anaingia akiwa na faida mbili kwenye huu mchezo. Kwanza, ipo katika uwanja wa nyumbani kwa maana ya KMC Complex, na tumeona kwamba Young Africans msimu uliopita katika matumizi ya home ground alikuwa na kiwango bora, jambo ambalo likirejelea kama ambavyo ilikuwa msimu uliopita. Ana kazi kubwa sana ya kufanya vijana wa Fikiri Areas kwa maana ya Coastal Union. Ni timu ambayo inacheza vizuri, ina nidhamu kubwa ya kujilinda, na namna ambavyo wamekuwa wana ile rhythm nzuri pale ambako wakiwa wana mpira ndio ubora wao ambao wamekuwa nao, lakini wanakwenda kucheza na timu ambayo iko bora katika maeneo mengi ya uwanja. Kwa hiyo na utazamia mechi ambayo tutakwenda kushuhudia ushindani, lakini Young Africans akiwa ametawala mchezo katika maeneo mengi ya uwanja, lakini pia Coastal akiingia more defensive na akiwa pia na ile nidhamu kubwa ya kujilinda wakati akiwa hana mpira. Tukiangazia kwenye swala la namna timu zote mbili zinavyocheza, kwamba Young Africans yeye kama timu mwenyeji anapenda kucheza kwa kushambulia zaidi, yani na kwa kutumia kasi ya hali ya juu, lakini Coastal ni wao asilimia kubwa wanapenda kucheza kwa kuzuia, kwamba wanapata mpira wafanye counter attack, si ndio? Ili waweze kufanya nini? Kupata matokeo kwa njia hiyo. Sasa kulingana na mchezo huu na Young Africans yupo nyumbani, lakini yote kwa yote wanakimbizana kwenye mbio za nini? Za ubingwa. Japo mechi ni mwanzo, ndio tupo raundi ya kwanza, lakini hawa wanapokuwa kwenye mechi, kila mechi kwao ni ushindi. Unadhani kwenye style play itakuwa ya namna gani kwa ukiangalia makocha wa timu zote mbili? Nafikiri kocha Mangaba Neti na Fikiri Areas ni makocha ambao inakwenda kuwa mara ya kwanza wanapokutana. Kocha Fikiri Areas ni kocha ambaye amekaa na Coastal tangu msimu uliopita, ndiye ambaye alimaliza kama kocha mkuu kunako timu ya Coastal Union, lakini kwa Mangaba yeye anakwenda kuwa mara yake ya kwanza anamface Fikiri Areas, lakini tumeshaona jinsi gani ambavyo amekuwa anacheza. Nikianza na Coastal, ni timu ambayo kama nilivyozungumza awali kwamba nidhamu katika upande wa kiuchezaji, lakini pia the way ambavyo wamekuwa wanafanya ile transition ndio ubora wao mara kadhaa umekuwa unaonekana. Namna ambavyo wamekuwa wana shape nzuri kuanzia katikati mwa uwanja, wakina Greg Lukonza, kiungo huyu ambaye ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, lakini pia ni more defensive kiungo ambaye isaidia Coastal katika nyakati zote za mchezo, pale ambako ikiwa ina mpira, lakini pia pale ambako ikiwa inakwenda kushambulia, lakini pia namna ambavyo imekuwa ina washambuliaji ambao wanapenda kukimbia. Unamzungumzia Shiza Kichuya, tunafahamu quality yake alikuwepo nayo, ule wepesi, kasi, namna nzuri ambayo anacheza kwenye kibendera, yani ni wale mawinga ambao wanakimbia sana kwenye mstari. The same pia wana mtu kama vile Farid Musa ambaye na yeye ana hiyo quality kwenye kikosi. Kwa hiyo Coastal ndio falsafa yao wamekuwa wanacheza, huku wakiwa wanamtegemea mshambuliaji wao Mabad ambaye tunafahamu kwa msimu uliopita alikuwa na kiwango bora. Magoli 10 ni miongoni mwa mastreka ambao kama mwalimu ataendelea na mchezaji mwenyewe akawa kwenye ile form kama ambayo alikuwa nayo kwa msimu uliopita, nafikiri tutakwenda kushuhudia kitu kipya katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo kwa Coastal wao falsafa yao itakuwa kwa namna hiyo, tofauti na Young Africans ambaye yeye tunafahamu muda mwingi wa mchezo anapenda kukimbia kwenye ranks, anapenda pia kumiliki mpira, huku pia viungo wao wakiwa wanapenda kuchezea mpira, wanagusa maeneo mengi ya uwanja. Hapa namzungumzia mtu kama vile Juke Abuya, Maxim Pianzangeli, Mudathiri Yahya. Basi ni viungo ambao kwenye hiyo sanaa wamekuwa wana ubora mkubwa. And then bado kocha wa Young Africans kwa maana ya Mangaba ana faida ya kuwa na viungo washambuliaji ambao wana kasi, lakini pia wana uwezo mzuri wa kudribble mipira. Kangwanda Albert, Usenzo Koani ambaye kwenye mechi ya Namungo
huyu ndiye ambaye alitumika kama vile ufunguo ambaye alienda kuifungua safu ya ulinzi ya Namungo ikiongozwa na Magingi ambaye alikuwa anawapelekea pressure ambayo kama alivyoshuhudia walikuwa wanafanya makosa yao binafsi na Young Africans wakaweza kunufaika. Kwa hiyo katika mlengo huo nashuhudia walimu wakiwa wanaingia na mtindo huo kutokana na vikosi ambavyo wako navyo, lakini pia vile ambavyo wamekuwa wakijiweka katika kuzielekea mechi za hivi karibuni. Sasa hapo tuangalie wachezaji ambao ni regular starter kwenye vikosi vyote viwili, kwamba hapa Young Africans pamoja na Coastal Union. Young Africans tumezungumzia umekuwa Max Nzengeli, umekuwa na Mdathiri Yahya Basi, umezungumzia pia na Toula yule, si ndio? Lakini kwa Coastal Union pia umesema kuna Faridi Musa Maliki, Kichida Ramadhani Kichuya pamoja na wengine. Lakini pia hapo kuna ujio wa Stefan Aziki. Hii inakwenda kuwa ya namna ipi kwa wachezaji hao wote kwa ubora wao? Nafikiri ni miongoni mwa Young Africans ambao inakwenda kuongezeka kitu. Najua tulikuwa tunazungumza sana hapa kwamba Young Africans wanakosa yule pure number 8 ambaye ana uwezo mzuri wa kucreate, mwenye ile brain ya ubunifu na utulivu akiwa amesogelea lango la timu pinzani. Kwa Stefan Kiaziz, mchezaji ambaye tayari amekusha lithibitisha hilo kwa misimu kadhaa nyuma alivyokuwa na klabu ya Young Africans. Msimu wake ambao ulikuwa bora, alifunga magoli takriban 21, lakini pia alitoa assist kadhaa. Msimu wake wa mwisho alifunga mabao 9 na kutoa assist 7. Unaweza ukawa unaona mchango wake kwenye kikosi ya Young Africans kwa siku za hivi karibuni namna ambavyo umekuwa. And then umemsahau Selemani Mwalimu ambaye kwenye mechi iliyopita hakuweza kucheza kutokana na namna ambavyo utambulisho wake ulikuwa wa ghafla na namna ambavyo ratiba za safari zilizokuwa tofauti na kuweza kumfavor. Young Africans amerejea nyumbani na pengine pia huenda tukamshuhudia Mwalimu akiwa sehemu ama miongoni mwa wachezaji ambao watahusika kwenye mchezo huo dhidi ya Coastal. Maingizo haya yote ni wachezaji ambao tayari wana uzoefu na wachezaji ambao tayari wamekusha improve kwamba kuna kitu ambacho wako nacho extra ambacho kwa kocha Mang'oba anaweza akaenda kunufaika. Mwalimu msimu uliopita amefunga mabao 9. Inakuthibitishia namna gani ambavyo alikuwa ana hiyo quality hasa katika upande wa kufunga, licha ya kwamba kwenye eneo ambalo Mwalimu anatumika kuna mtu kama Olivier Toure ambaye bado hajaanza na kiwango bora hasa katika upande wa kufunga, lakini pia yupo Shashamani ambaye tayari amekwisha funga kwenye mchezo wa kwanza. Kwa hiyo unaona Mwalimu Mang'oba anapata uwanda mpana kiasi gani kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Coastal ambao nao wameanza vibaya kwenye ligi kuu soka wakipoteza mbele ya Mashujaa katika mechi ambayo alikuwa katika uwanja wa nyumbani. Kwenye mpira wa kisasa wasoni wanasema kwamba historia haijengi, lakini tunasema kwamba historia inachagiza matokeo kuelekea mchezo unaokuja. Young Africans Coastal wamekutana mara 16, Yanga ameshinda mara 12, sare 3, Coastal ameshinda mara 1. Historia hii inakwenda kuongeza kitu gani cha ziada kwenye mchezo unaokuja? Nafikiri ni rekodi ambayo bado Young Africans inambeba, na kwenye kumbukumbu yangu nakumbuka mechi ambayo Coastal alitoa game tough kwa Young Africans. Ilikuwa ni mechi ya finali ya kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2021 2022 katika uwanja wa Mkwakwani, mechi ambayo ilitamatika kwa 3-3, wakaingia kwenye mikwaju ya penalty, Young Africans akaweza kutoa ubingwa. Lakini pengine tulikuwa tukishuhudia Young Africans akidominate, licha ya kwamba kuna ile ama kuna ule ugumu ambao Young Africans alikuwa anaupata hasa pia kwenye mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, mechi ambayo Young Africans aliibuka na ushindi goli 1-0, bao la Jan Bareke. Ilikuwa ni mechi ngumu kweli kwa Young Africans, lakini Yanga akiwa nyumbani amekuwa anapata mteremko. Kwa hiyo rekodi hazidanganyi na zinazungumza uhalisia ambao mara kadhaa Young Africans amekuwa anaufanya. Sawa, kwa upande wako kuelekea mchezo huu, unadhani ni nani unampa kipaumbele cha kutoka na ushindi kwa namna moja ama nyingine? Nafikiri Yanga bado anaingia kama first team kwenye huu mchezo, anaingia kama akiwa favorite team katika huu mchezo. Kwa hiyo kwenye 170 Young Africans deserve kuweza kuibuka na ushindi kunako mchezo wa Agosti 20 majira saa 12:30 katika uwanja wa KMC Complex. Sawa. Basi tunahitimisha namna hiyo, mtazamaji wa Anwar TV. Kipindi hewani ni Golden Boot ambacho inakuletea masuala kemkem ya kimichezo. Jina langu ni Dhahabu ya Mara Emmanuel Chazi, nipo sanjari na Leopard John mwite sauti ya mvua. Nyuma ya kamera ni Mpuma Yusuf Mpuma Ramadhani.